kama wewe. Rabashatalabayanda makodo sariba shetalila kanta lagoza yama. Oye, asante Yesu. Mchana wa neema tunasema ni asante. Asante tena. Wewe ni sababu, wewe ni sababu, ewe Mungu wangu. Karibu tena kwa maombi ya mchana. Alika mwenzako. Ni sababu yangu wewe Mungu wangu. Ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu, ewe Mungu. Hakuna mtu mwingine aliye sababu yetu kuishi. Tunaishi kwa sababu Mungu ndiye sababu. Kama wanadamu wangekuwa sababu hatungekuwa leo. Tunaishi kwa sababu yetu ya kuishi ni Mungu. Sababu, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Tungeishi kwa sababu ya watu wengine tungesaulika kitambo. Tungeishi kwa sababu ya ndugu zetu, tungeisha kitambo. Kuishi kwetu, kukula kwetu, kuvaa kwetu ni Bwana. Nimekuja na kutia mtu moyo na maombi ya mchana. Ninachotenda ni wewe, ninapoishi ni wewe, ya maisha yangu. Wewe ni sababu, wewe ni sababu. Mwalike mwenzako aweze kuingia kwenye maombi haya. Jana tuliongea habari za kuona kwa macho, na leo Mungu anatuma neno lake tofauti na jana, kwa sababu ya kuinua mtoto wake kwa jina la Yesu. Wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Masomo yangu siyo sababu, elimu yangu siyo sababu. Yesu ni sababu ya mimi kuishi. Wazazi wangu siyo sababu, watoto wangu siyo sababu. Yesu ni sababu ya mimi kuishi. Sababu, sababu, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Wewe ni sababu, haleluya. Wewe ni sababu ya mimi kuishi. Wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Ninachofanya, maisha ninayoishi, wewe, mimi Mungu ni wewe sababu yangu. Ungana nami kwa kumwambia Yesu ni sababu. Ungeweka macho kwa wanadamu leo usingekuwa. Ungeweka macho kwa waliowategemea usingeishi leo. Sababu yako ni Yesu. Sababu ya watoto wako ni Mungu. Sababu ya wewe kuwa kwa hiyo ndoa ni Kristo mwenyewe. Na ndio sababu Paulo akasema kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Sababu yetu ni Bwana, sababu yetu ni Bwana, sababu yako ni Yesu. Ondoa focus kwa wanadamu, weka kwa mwenye sababu yako kuishi. Wewe ni sababu ya mimi kuishi. Wewe ni sababu. Hallelujah. Prepare your heart now. Sababu ya sisi kuishi. Wewe ni sababu, wewe ni sababu, wewe ni sababu ya mimi kuishi. Wazazi wangu sio sababu, kazi yangu sio sababu, ndoa yangu sio sababu ya mimi kuishi. Ninaishi kwa neema yako, ni mapenzi yako ninaishi. Wewe ni sababu ya mimi kuishi.
ratalabo shatayama. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Oh, worship together with me. Oh, ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Furaha yako iko wapi? Kuna watu furaha yao ni katika dhambi, na kuna wengine furaha yao ni katika kumwabudu Bwana. Kama furaha yako iko katika Bwana, sikia huo muziki, songesha moyo wako kwa Bwana. Hata kama ulikuwa umevunjika moyo, hata kama ulikuwa unakata tamaa, Yesu bado ni tumaini lako, tegemeo la karibu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Amesema ujapopita kwenye maji, milima ijapoinuka, yeye bado ni mwamba imara katika maisha yako. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Oh, nakupenda Yesu. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni aliyekukubali ni Yesu tu. Ni Yesu. Bila masomo ni Yesu anakukubali. Bila mume ni Yesu anakukubali. Bila watoto ni Yesu anakukubali. Bila kazi ni Yesu anakukubali tu. Oh, ni Yesu wa uzima. Shatalabo shetelebezanto. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Uzima wetu ni Yesu. Wengine hatungekuwa vile tulivyo leo kama si Yesu, kama si upendo wake wa agape, kama si kutuhurumia na rehema nyingi. Oh, haleluya. Kuna watu walikufuta katika vitabu vyao. Kuna watu walijua yako yameisha, lakini ashukuriwe Mungu, maana alikuchora kwenye vitanga vyake, akakuandika kwenye kitabu chake, na wakati anakifungua kitabu maisha yanabadilika. Bosantola boshata yama kodesi aribashande. Oh, ni Yesu. Barikiweni sana nyinyi mnao join mtandao wa TikTok. God bless you. Invite somebody for the prayers now. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa. Nikitazama nilikotoka na ninakoenda mimi, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa. Hata kama walikufuta, Yesu alikuandika. Usichoke kumwangalia Yesu. Usichoke kumtumainia Yesu. Biblia inasema mtumainie Bwana wala usitegemee akili zako, na katika kila njia mkiri yeye. Mkiri Yesu tu. Hata kama umefika mahali huwezi kusonga, mkiri Yesu. Biblia inasema tukimkiri Yesu tutaokoka. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa. Yes, tunataka kuomba. Ni Yesu. Hii dunia huwezi pendeza kila mtu. Wakikufuta laini hiyo, kuna laini Yesu amekuchora, tembea nayo. Ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni. Thank you for joining, because I'm coming with a prayer. I know God has sent me this season, this week, to his great children. Kuna watu wa Mungu, wana wa Mungu, ambao moyo wa Mungu uko ndani. Lakini nimekuja sasa kutia mtu moyo tu na kuomba na wewe. Ninajua maisha yako si watu, maisha yako si watu, maisha yako ni Kristo, na ndio sababu uko hai. Maana kama wangekuwa watu, ulipofutwa kwenye kalenda yao, ungekuwa leo haupo, na kwa sababu wanashangaa kumbe bado unaishi. Ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Rabo shatalabayanda. Oh, wokovu wako
wokovu wetu uko kwa Yesu. Maisha yetu yako mikononi mwa Yesu. Na ndio sababu amesema, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, na wewe ni mboni ya jicho langu. Maneno haya mara mingi ninapoyasoma yananitia moyo, ambao nataka pia na wewe mchana wa leo, kabla sijaomba, na wewe yaweze kukutia moyo ya kwamba unapendwa na Mungu. Saa zingine tunaweza kusikia yale watu wanaongea, na ni kweli hata Yesu alitaka kujua watu wanasema nini kumuhusu. Watu wanasema nini kumuhusu, na hata wewe umepata vile watu wanavyosema kukuhusu. Lakini ukweli wa maneno ni kwamba vile wanavyosema wewe ulivyo sivyo vile ulivyo. Wakasema kwamba ni Isaya nabii, wengine wakamfananisha na Yohana Mbatizaji, wengine wakamfananisha na manabii. Lakini uzuri ni kwamba hawakumfananisha na mwizi, hawakumfananisha na majambazi, walimfananisha na watumishi wa Mungu. Ninajua kwamba watu wanajaribu tu kukufananisha, lakini ukweli wa maneno ni kwamba hawakujui wewe ni nani. Kama wangekujua wasingekufukuza, kama wangekujua wasingekudharau, kama wangekujua wasingekutema mate, kama wangekujua wasingekuambia kwamba wewe ni mtoto wa kahaba kama Yafta. Kama wangekujua wangekuchukulia kwa heshima, maana kesho ya mtu imefichwa katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu kesho yako imefichwa katika mikono ya Mungu, na ndio sababu hata wewe unaona kabisa, watu hawa wasingefaa kunitenda hivi, watu hawa wasingefaa kunidharau kiwango hiki, watu hawa wasingefaa kunichukulia wanavyonichukulia, watu hawa wasingenipaka matope vile wanavyonipaka matope. Lakini ni kwa sababu hawakujui, maana Mungu amekuficha. Umefichwa na Mungu katika aibu. Saa zingine Mungu anaruhusu aibu zikufiche ili wafikirie wewe ni mwanamke wa kuaibikanga tu. Saa zingine Mungu anaruhusu kwamba ufichwe katika magonjwa, waone kwamba huyu katika magonjwa haya hataweza kuinuka na kuishi tena. Mungu anaweza kuruhusu ukaweze kufichwa katika umaskini. Wakikuangalia wanaona hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwa Joyce, hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwa Amina, hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwa Peter, hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwa Hebron. Lakini siri ya maisha yako yalifichwa na Mungu. Na ndio sababu kitabu cha Proverbs kinasema, mtegemee Bwana wala usitumainie akili zako, na katika kila njia ama kila kitu unachofanya mkiri mwenye uwezo, mkiri Bwana mwenye aliyekuumba, anayejua mwisho wako na ameutangaza kabla mwanzo. Nataka niambie mtu anayenitazama kwenye mtandao wa TikTok mchana wa leo, Mungu akubariki kwa kuja kunisikiliza, na ninaomba kunisikiliza kwako maisha yako yachukue mkondo mwingine, ya kwamba hali za kudharaulika zinageuzwa sasa kuwa heshima. Jana tulisema kwamba tunaona, lakini sasa kuna vitu Mungu anavigeuza kwa uzuri wako. Mungu anageuza kudharauliwa kwako kwa heshima yako. Mungu anageuza mauti kuwa uzima wako. Mungu anageuza kukataliwa kwako kuwa kibali chako. Mchana wa leo nataka unisikilize. Mara mingi tulikuwa tumetegemea watu. Biblia inasema amelaaniwa mtu huyo amtegemeaye mwanadamu na kumfanya huyu mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Wakati mwingi tuliweka matumaini kwa ndugu zetu, tuliweka matumaini kwa watu ambao tulijua pasipo watu hawa hatuwezi kainuka. Lakini kumbe Mungu aliona kwamba tumekosa kuelewa. Daudi akajua siri, akasema, nimeinua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu utatoka wapi? Akasema, msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Na akasema kwamba huyu Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi hata ruhusu mguu wangu usongeshwe. Kuna watu tangu tumboni mwa mama zenu mliumbwa watu wa baraka, mlitoka tumboni mwa wazazi wenu watu wa manufaa, mlitoka tumboni mwa wazazi wenu watu wa maendeleo. Lakini katika process ya maisha umejipata kwamba wewe si yule Mungu aliyemuona tumboni, wewe si yule Mungu aliyemuona ukitoka tumboni. Nataka unisikilize mchana wa leo. Neno la Mungu linasema usitegemee akili zako, wacha kutegemea masomo yako sana vile unavyofikiria, wacha kutegemea pesa zako. Ufika mahali pesa zikakosa kukusaidia, ufika
mahali hata masomo na vyeti vikakosa kufungua mlango wako, lakini watakaomtumainia Bwana na kumkiri katika njia zao, yeye ambaye ni mlango, anasema jaribu alikukupata lisilo kawaida ya mwanadamu, lakini katika hilo jaribu lako mwanangu, mimi Mungu ninakufanyia mlango wa kutokea. Ninageuza hali mbaya kwa uzuri wako. Na ndio sababu anasema mambo yote hata hayo unayoyapitia ni kwa sababu ya wema wako. Saa zingine unaweza kuangalia wema wa Bwana uko wapi ndani ya moto huu, wema uko wapi ndani ya maji mengi haya, wema wa Bwana uko wapi? Lakini wacha nikwambie, wacha nikurudishe nyuma kwa watumishi wa Mungu ambao katika hali hiyo ngumu waliona wema wa Bwana. Muangalie Danieli katika tundu la simba, angeona wema wa Mungu wapi? Akiangalia angeona wema wa Mungu, ama wema wa Mungu wapi katika tundu la simba hapa? Mimi nimezungukwa na simba. Mungu ameruhusu niingie katika makucha na meno ya simba makali. Hapa wema wa Mungu uko wapi? Kumbe Mungu alitaka kumuonyesha I am the protector. I am the protector. Ndani ya tundu la simba na makanywa yake nitayazuia hayatakuguza. Nataka unisikilize vizuri. Mungu saa zingine anaruhusu uingie katika hali fulani, akuonyeshe yale umekuwa ukisoma katika neno lake yanakuja ukweli. Ni ukweli wa maneno ya kwamba he is the protector. Angalia Shadrach, Meshach na Abednego wako kwenye tanuru ya moto. Wema wa Mungu uko wapi? Mambo yote utendeka kwa wema kwa wote wanaompenda Bwana. Wema uko wapi ndani ya huo moto sasa? Wema uko upande gani? Ninapoangalia niko ndani ya moto, wema wa Mungu uko wapi? Lakini kwa sababu walimjua Mungu wao. Unajua, ukitaka kuona wema wa Mungu, lazima number 1 umjue Mungu wako. Mungu wako ni nani? Sadaka bosanta, Mungu wako ni nani? Katika ushindi wa mwanadamu ama mwana wa Mungu, lazima uwe na ufunuo. Mungu wako ni nani? Mitume waliongea habari za watu wengine. Mitume waliongea vile watu wengine wanavyomuona Kristo, lakini ilipofika kwao wenyewe na huyo Kristo wao akawauliza, na nyinyi mwasema mimi kuwa nani? Wakafunga midomo. Usitembee na Yesu usiyemjua, usitembee na Yesu usiyemfahamu. Na ndio sababu katika kitabu cha Yeremia Biblia inasema, Mungu akamwambia Yeremia, ambia hawa wana wa Israeli, ninachotaka ni wanijue na wanifahamu. Hawa watu wakinijua hawatakuwa na wasiwasi na mimi, wakinijua hawatakata tamaa tena, wakinijua wataendelea mbele, maana hata wanaoyapitia na maadui wanaowaona vita hivi ni vyangu napigana. Watakuja na farasi zao, watakuja na magari yao, lakini anayenitumainia vita nitapigana mimi, kwa sababu mimi ndio mwenye farasi na mwenye magari. Wakati wa Elisha akiwa na Gehazi, Biblia inasema kwamba akazungukwa kwamba hapa sasa ni kubaya. Wakati Gehazi anachungulia kwenye dirisha, anaona hapa tumeisha. Anakimbia kwa mtumishi wa Mungu, anamwambia, Bwana, hapa tumeisha. Lakini Elisha kajua Mungu wake. Wamjuao Mungu wao, rikalabosha tayaba, I love this. Wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Wanawake wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Vijana wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Wazee wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Tatizo lako ni kwamba you don't know the true God that you are serving. Greater is he that is in you. Yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko huyo anabweka nje, kuliko huyo anakutishatisha, kuliko huyo anakuonyesha uwezi, kuliko huyo anakuambia kwamba haliwezekani. Huyo Yesu aliye ndani yako anasema kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwangu mimi yote yanawezekana. Listen to me. Ndani ya moto wema wa Mungu hao vijana wangeuona wapi? Lakini ndani ya mioyo yao walijua ni nani tuliyembeba. Walimjua Mungu wao, wakajua Mungu wetu ni moto ulao. Hizi mioto za Nebukadneza ni mioto ambao Mungu wetu amezitengeneza, maana vitu vyote dunia na vyote vijazavyo nchi ni mali yake. Kwa hivyo hawakutishwa na moto wa kawaida. Walijua kwamba aliye ndani yetu ni moto ulao. Akikuramba amekuramba, anaweza karamba mioto hii, na yeye anaweza kuramba hata chochote kile na akakiondoa katika njia zetu. Wakasema Mfalme Nebukadneza,
mambo haya yamefanyika ili Mungu wetu aonekane. Mama, nataka unisikilize. Mzee mchungaji, nataka unisikilize. Kuna hali zimeinuka katika maisha yako hata sasa na kuongelesha. Ni kwa sababu Mungu anataka umwangalie, aonekane. Mungu anataka kuonyesha yeye ni Mungu katika maisha yako. Anataka kuonyesha wale wanakudharau yeye ni Mungu anayejua kuheshimisha watu, anayejua kuandalia mtu meza mbele zake na machoni pa watesi wake. Mungu unayemuomba, kama kweli ndio huyu Mungu ninayekuletea, basi wewe unakata tamaa kwa nini? Kuna hali zingine Mungu anaziruhusu zikuje ili Mungu wetu aonekane, ili Mungu wako aonekane pasa, ili Mungu wako aonekane kwenye hiyo familia mama, ili Mungu aonekane kijana wangu katika hiyo shule, ili Mungu aonekane hapo kwenye kampuni ambao unafanya kazi. Hakuna vile Mungu ataonekana kama hakuna hali itainuka. Yes. Ataonekanaje na kuna hali imeinuka? Ataonekanaje na kuna magonjwa yameinuka? Bakota la boshata la itaitwaje mponyaji na kuna magonjwa? Ataitwaje njia na kumbe hakuna kifungo kilichosimama kukuzuia? Ataitwaje mwamba imara kama hakuna misukosuko iliyoinuka kupiga maisha yako lakini ukabaki umesimama? Ataitwaje moto ulao kama hujapita kwenye moto? Ataitwaje maji ya uzima kama hujapita kwenye maji mengi? Ataitwaje mzabibu ulio hai kama wewe kama mti haujatikiswa vizuri kabisa? Listen to me. Hali zingine ambazo uko ndani ni kwa sababu Mungu anataka kuonekana. Mungu anataka kuonekana. Na ndio sababu wakati mwingi mwanamke akitaka kujifungua, uchungu anaosikia, maumivu anaosikia ni kwa sababu katoika anataka kuonekana, katoto kanataka kuonekana. Hasa zingine najua saa hii huenda ninaongelesha mtu aliye katika utungu mkali sana, uko kwenye uchungu wa ajabu katika moyo wako. Ni kwa sababu Mungu wako anataka kuonekana. Ni kwa sababu Mungu wako anataka kujibu. Ni kwa sababu Mungu wako anataka kujidhihirisha. Ni kwa sababu Mungu wako anataka kukuonyesha siku zote niko na wewe. Maana nilikuahidi sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dayari. Ninataka unisikilize katika jina la Yesu. Kabla tujaomba, pokea hili neno la encouragement. Kuna hali zingine Mungu anaruhusu zikaweze kuonekana, ziinuke, hata waone kwamba maji yamekufunika. Kumbe unataka udhibitishwe kwamba wewe ni jiwe lisilosongeshwa. Anasema kwamba yeye akiwa mchungaji wako hakuna vile utasongeshwa. Ninajua kwamba wameangalia, watu wengi wameangalia mawe ya baharini, wakati maji yanakuwa mengi, maji yanafunika lile jiwe, halionekani kabisa. Halionekani hata mahali lilipo, limefunikwa na maji machafu, limefunikwa, halionekani. Kuna uwezekano umefunikwa na hali zinazokupa mateso, umefunikwa na aibu, umefunikwa na madeni, umefunikwa na masengenyo ya watu, umefunikwa na maneno mabaya, umefunikwa na kupakwa tope za kila aina. Lakini sikiza, ufika mahali maji yakatulia. Wanafunzi wa Yesu wako ndani ya bahari, wako ndani ya chombo, lakini Yesu yuko pembeni, amelala, anawaangalia. Yesu kuna wakati anataka umwambie sasa, Baba inuka, ukaonekane, ukadhirike, ukadhirishe nguvu zako mahali hapa, ukadhirike kwamba ni wewe ninayekutegemea, ukadhirike kwamba ni wewe ulianzisha biashara hizi, ukadhirike kwamba wewe ndio mwenye ulinipa ndoa hii, ukadhirike kwamba wewe ndio mwenye huduma hii, ukadhirike kwamba wewe ndio Bwana ninayekutegemea. Yes, kuna wakati Mungu anataka umwambie amka. Kuna watu hawajamwambia Yesu amka, yuko ndani yao, uko ndani ya chombo. Mitume wakaanza kushughulika kwa shughuli zao kama wanadamu. Nina imagine Petro yuko pale, wakina Filipo, nina imagine wakina Mathayo watosha ushuru wako pale, wanaambiana tuko ndani ya bahari, ofisa amelala, hata wamemsahau, lakini wakachukua vyombo. I'm trying to imagine vile wanachota maji ndani ya chombo na wanarudisha maji ndani ya bahari, wanachota maji ndani ya chombo, wanarudisha maji ndani ya bahari, na wako ndani ya bahari. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Wanachota maji ndani ya chombo, wanarudisha maji kwenye bahari, na maji yanazidi kuingia. Wakafanya kazi isiyo na faida, wakawa wanafanya kazi isiyo na matokeo yenye kutia moyo. Lakini baadaye wakakumbuka, hapana, hapa kwenye chombo Yesu tulimbeba Yesu kwenye chombo. Nataka nikwambie, hali zote unazopitia usimweke Yesu kando, wacha Yesu awe tu na wewe, maana yeye anaitwa mtuliza mawimbi, anaitwa mtuliza bahari. Lakini swali moja walipomwamsha, aliwauliza,
Je, mpaka sasa hamuna imani? Hamjaamini kwamba mimi ninatuliza mawimbi? Hamuna imani kwamba niko na nyinyi na ninaweza mambo yote? Ninaweza mambo yote na hakuna lile siloweza kulitenda. Hamuamini nyinyi, kizazi ambacho kizazi hiki cha nyoka kisichoamini. Hamuamini neno langu ya kwamba mimi nipo na nyinyi na kamwe sitawaacha. Mbona mnapiga nduru? Mbona mnapiga kelele? Mbona mna wasiwasi? Mbona mnalalamika? Hamuamini kwamba mimi Mungu ni na nyinyi? Hamuamini kwamba hizi hali ninaweza kuzituliza tu? Oh, makadabo sakata. Hata wewe mahali unaponitazama, hauamini kwamba Yesu kama aliweza lile la kwanza, hauamini bado anaweza kutenda hili? Hauamini kwamba Yesu kama alinyamazisha zile sauti za kwanza, hauamini kama yeye hawezi kunyamazisha sauti hizi za pili? Mbona umerudi mahali ukaanza kuona kwamba hawezi? Ananiambia nikwambie bado anaweza. Yule aliyetenda lile la kwanza bado anaweza tenda hili la pili. Yule ambaye alikutetea wakati wa kwanza bado anaweza kutetea wakati huu. Yule ambaye alisema maji yatulie, bahari inyamaze, anaweza katuliza hiyo bahari ambayo imechafuka katika maisha yako. Yule ambaye alikupigania vita vya kwanza anaweza kuinuka tena akapigana vita hivi vya pili. Inua imani yako kwake na umwambie, najua uko pamoja nami, hakuna siku utaniacha na niko na wewe kwenye hii hali. Afadhali pita na Yesu kwenye huo moto, pita na Yesu kwenye hayo maji, pita ndani na Yesu katika hiyo hali ya matukano mabaya hayo. Pita na Mwokozi, maana hata ruhusu waibike, hata kuacha kabisa. Hata kama wanaona umefunikwa, hauonekani tena, mpaka wengine wanafikiria ulikufa. Oh my God, wengi wanafikiria uenda ulikufa. Nilitembea mahali pengine hivi karibuni, nikashangaa wakiniuliza kama niko hai. Kwani uko hai? Ulifufuka lini? And I was just smiling to myself. Nikasema oh my God, kumbe kuna wakati watu wanaweza kuzika kwenye kaburi inaitwa sahau, wakafanya matanga yako wakamaliza. Kumbe wewe Yesu amekuficha mahali, anashughulika na wewe. Wakati atakutoa nje, wengi watabaki wakishangaa. Mnisikilize mtoto wa Mungu, kuna wakati Mungu anaruhusu tu unyamaze mahali kimya, hata wasijue uko wapi. Ni Mungu anaruhusu saa zingine wakati wa kunyamaza, hata wakijaribu kukutafuta wasikupate. Ningependa nikupatie mfano mmoja kwa Biblia ya mwanaume mmoja anaitwa Yefta. Yefta alipitia kipindi kama hiki. Mama yake alimzaa na kaolewa kwingine. Wakati ndugu wake wengine wanazidi kuzaliwa, wakawa watu wakubwa, wakamwambia huwezi kurithi pamoja nasi hapa, maana wewe ni mtoto wa mama kahaba. Wewe mama yako alifanya ukahaba kule akakuzaa, ndio akaja hapa, huwezi kurithi pamoja nasi. Lakini ainuliwe Mungu, hata walipomfukuza akaenda kule mbali, Mungu alienda naye. Kama vile Mungu alienda na Yusufu kule Misri, Mungu aende na wewe mahali popote unakoenda. Hata kama umekataliwa, akataliwa na Mungu, maana Yesu mwenyewe alikataliwa kusudi ukubalike. Hakuna hali ambayo Yesu hakupitia ya maisha yako. Anazielewa hizi hali zote kabisa. Yesu anajua kufukuzwa, ndio. Yesu anajua kukataliwa, ndio. Yesu anajua kunyimwa chakula, ndio. Yesu anajua kutemewa mate. Hakuna hali ambayo Yesu hajui. Na ndio sababu ukipita naye kwenye hali yoyote lazima uwe tu mshindi. Maana kama yeye alivyoshinda, anasema na wewe utakuwa zaidi ya mshindi. Wewe utakuwa zaidi ya mshindi kwa sababu haujapitia hiyo hali kushinde. Nami nakutangazia hiyo hali haijakuja kukushinda. Hiyo hali imekuja ili uishinde, ili Yesu aonekane kwamba yuko pamoja na wewe. Yesu yuko upande wako, na nani atakuwa kinyume nawe? Israeli na aseme sasa, Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakuwa kinyume nasi? Ikiwa Bwana yuko upande wangu, ni nani atasema hapana, iwezekane? Listen to me. I'm lifting somebody's faith before we pray this afternoon. Ninataka uelewe kwamba watu wanaweza wakakutenga kule, watu wanaweza wakakutupa kule, lakini Yesu hajakutupa. Ndio, hajakutupa. Na unajua uzuri wa mtandao ni kwamba hata wale walikuwa wamekutupa wanakuona hapo, kama vile wananiona hapo. Yes, hata kama wewe ni mmoja wao, don't worry. That's how God works. Don't worry. Mungu anaweza kuficha mtu mahali kusudi atengeneze huyu mtu. Akishamtoa anamleta kwa waliosema kwisha.
kwa waliosema hawezi, kwa waliosema hata wakiulizwa habari zako wanasema yule mambo yake yalisaulika, yule mambo yake yaliisha kabisa, yule hata sahau hata habari zake, hata kuna haja kumpigia simu. Kama vile walijua Lazaro kwisha, Lazaro ashazikwa kwenye kaburi linaitwa sahau. Wakati wa Lazaro mambo yake kwisha, hata wakati Yesu anakuja kuamsha Lazaro, dada zake wanasema hakuna haja kwenda pale. Unajua hata unaweza kuwa umesaulika mpaka na dada zako wamekuweka kwenye kaburi la sahau. Umesaulika mpaka na watu wa familia yako, hata wakiuliza wanasema ni kama habari ya huyu mtu hayuko. Kumbuka Daudi pia alisaulika. Daudi alisaulika. Lazaro amewekwa kwenye kaburi, amesaulika. Hata wanamwambia yuanuka huyu mtu, hana kitu kizuri, harufu zinazotoka kwake mbaya tu. Yesu hakuna haja ya kwenda mahali alipo, lakini Yesu akainsisi, nionyeshe mmemzika wapi, nionyeshe mmemweka wapi. Ninajua kwamba majira haya ya kuona kuna watu ambao Yesu anataka ajue uko wapi. Anauliza waliokuwa karibu na wewe, mlimweka wapi? Wale waliofunga wewe, mlimfunga wapi? Wale waliozika wewe, mlimzika wapi? Maana ni wakati nataka amuke, aone mambo ya ajabu, aone vile mlikuwa mmemzika, aone mambo mlikuwa mmefanya juu yake, aone vitu ambavyo mlikuwa mmemtenda wakati alikuwa ndani ya kaburi. Yesu akauliza, mmemlaza wapi Lazaro rafiki yangu? Oh my God, mmemlaza wapi Lazaro? Na Yesu akasonga akatembelea kaburi. Ninajua watu walipomwona Yesu, maana wanajua huyu mama alikuwa ameokoka, Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu. Mbona Yesu hakuja wakati shida ilikuwa imewaka moto? Yesu hakujangi kwa utukufu kidogo, anataka hali iwe kubwa ndio aje ajitwalie utukufu mwingi. Listen to me, Yesu anapokuja kujitwalia utukufu mwingi ni kwa sababu hali nao imekuwa chafu kabisa. Anakuja kujitwalia utukufu mkubwa katika maisha yako. Listen to me now, ninataka unisikilize kwa jina la Yesu. Wakati Yesu anakaribia kaburi la Lazaro, haleluya, wanashangaa kama ni nini kinaenda kutokea. Hata saa hii watu wanapokuangalia wanashangaa ni kama nini inafanyika, ni nini kinaenda kutokea kwa huyu, ni nini Mungu anafanya kwa huyu. Lakini ainuliwe Mungu, maana wakati wako wa kutoka mahali walikuweka. Kama walikuweka kwenye maisha ya kudharaulika, unatolewa. Haleluya. Kama walikuweka mahali ambapo wakati wa shida kuna vikundi, hata nilishangaanga kwa wakati wa mateso ya mtu, hata kanisani wako na vikundi. Wale ambao wana shida kabisa wanakuanga na kikundi yao. Wale wanarupesa wao na kikundi yao. Wale ambao wanaonekana wanakuwa na kikundi yao. Sasa uenda umewekwa kwenye kile kikundi cha watu ovyo, wasio na nguo mzuri, wana viatu vizuri, sura zao hazina mafuta mazuri. Uenda uko kwenye kile kikundi. Wenda uko kwenye kile kikundi ambacho ni kikundi cha matatizo. Lakini Yesu, yeye hivi vikundi vyote ni vyake. Yaani hivi vikundi vyote Yesu anavikubali. So hata kama uko kwenye hicho kikundi, usiwe na wasiwasi. Yesu bado anakupokea tu kwa mikono yake miwili. Lakini nataka unisikilize mchana wa leo. Pale mahali uliwekwa, Yesu anakutembelea hapo. Wakati Yafta alifukuzwa, wazee wakafika mahali, kumbe huyo waliyefukuza ndiye alikuwa amewekwa muhuri wa kuwatetea wakati wa hatari. Huyo Yusufu aliyekuwa amefukuzwa, yule asiyekuwa anatakikana kwa sababu ya ndoto zake, ndiye alikuwa mkombozi wao wakati wa njaa. Kuna uwezekano na wewe kuna mahali umetengwa na kutupwa, kumbe wewe wewe ndio unaenda kuwa msaada mkubwa wa watu hawa. Sikiza nikwambie, na kuna mtu ametengwa kwa muda mrefu, lakini sasa Yesu anatembelea gereza lako, anatembelea shimo lako, kaburi lako analitembelea. Na kuna sauti yako unaenda kusikia ikiitwa. Unaenda kuitwa kutoka kwenye hilo kaburi, unaenda kuitwa kutoka kwenye hilo gereza. Ni kweli walikusingizia wakakuweka huko, ni kweli walikudanganyisha mambo mengi wakakusukuma huko kwenye kaburi laitwa sahau, ni kweli walikutupa kule, hata kuna mtu aliyejua kama kuna kitu kizuri kinaweza toka kwako. Lakini habari njema ndio hii, kama vile Mungu amesema unaenda kuona, hivyo ndivyo pia maadui zako wanaenda kuona.
ukitoka mahali walikuweka, ukitoka katika dharau zao, ukitoka mahali walikuzika, ukitolewa na Yesu, kwa sababu hautakaa hapo. Hapo si mahali pako. Hiyo area walikuweka si pako kabisa. Una mahali Mungu alikupangia na ni pako pa kukaa. Hauna haja ya kuendelea kukaa hapo, maana Yesu wakati wa kukutoa umefika. Ndio sababu nimesema Yesu ndiye sababu ya wewe kuishi. Sababu yako ya kuhudumu ni Yesu. Sababu yako ya kuzaliwa ni Yesu. Sababu ya kuolewa ni Yesu. Sababu ya hata kuitwa single mother ni Yesu. Sababu ya wewe kuwa na watoto ni Yesu. Inua macho yako mchana wa leo, tunapomwambia sababu ya maisha yetu, akaweze kuingilia kati ya pale mahali uliwekwa. Mama, uliwekwa wapi? Msichana wangu, uliwekwa wapi? Chungaji, umewekwa wapi? Baba, umewekwa wapi? Ni wapi umewekwa mchana wa leo? Na ni nani alikuweka? Na kwa nini uliwekwa? Watu wa nguvu, watu ambao wanaenda kutumiwa na Mungu kwa ukombozi wa wengine, ndio wanapitia vitu ambavyo mpaka unajiuliza, why me? Yes, it is you. Because what you are going through is for your good and for the good of other people. And those ambao walikuweka hapa, wale waliweka Yusufu kwenye shimo, wale walipiga bei yake ya kuuzwa Misri, ndio hao waliwasaidia. Ndio hao waliwasaidia tu. My dear sister, are you there? My dear brother, are you there? Kwa nini walikuweka hapa? Kwa nini? Na ni akina nani? Mewahi kujiuliza? Kwa nini ulifukuzwa? Na ni akina nani walikufukuza? Mewahi kujiuliza hilo? Na kwa nini Yesu anakuja kukutoa hapa? Mewahi kujiuliza hilo? I want us to pray. I want us to pray. Kuna mtu anatolewa mahali. Kuna mtu anatolewa mahali katika jina la Yesu. Tuko kwenye majira ya kuona yale umekuwa ukisikia. Kuna mahali uliwekwa kwenye magonjwa, uliwekwa kwenye mateso. Yani wewe tuka na mahali wewe unateseka, lakini Yesu anatembelea hapo mahali. Hapo mahali walikuweka ndio Kristo anapatembelea. Kwa nini anapatembelea? Ni wakati wako wa kutoka. Kuna wakati wa kuingia Misri na kuna wakati wa kutoka Misri. Kuna wakati wa kuingia na kuna wakati wa kutoka. Ni wakati wako wa exit. Sasa ni kutoka, ni kutoka. Biblia inasema na Mungu atafanya mlango wa kutoka. Sasa mnasikia kwa moyo wangu ni kwamba kuna mtu Mungu amefanya mlango we kutoka kwenye hiyo hali ambayo umekaa kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wako wa kutoka. I want us to pray wherever you are right now. Believe together with me as I pray. Taka uamini tunapoomba. Maombi haya mchana wa leo, uliwekwa wapi? Watoto wako waliwekwa wapi? Ndoa yako iliwekwa wapi usione raha? Afya yako iliwekwa wapi kila wakati ni magonjwa? Pesa zako ziliwekwa wapi usizifurahie? Familia yenu iliwekwa wapi, ilizikwa wapi musielewane? Ni wapi uliwekwa? Ni wapi ulizikwa? Yesu anatembelea kaburi la mtu mchana wa leo, na ya kwamba unatoka hapo mahali walikuweka, na anatoa amri ya kwamba hata kama walikufunga sanda zao lazima zifunguliwe. Hata kama walifunga miguu yako usiende mbali, lazima utaenda mbali. Hata kama walifunga mikono yako usishike chochote cha kufaidi, ni lazima utashika vitu kwenye mikono yako. Yesu hakupigwa misumari bure kwenye mikono yake ili wewe mikono yako isiwe ya faida. Alidungwa misumari kusudi mikono yako ifanye kazi za faida. Na nataka unisikilize. Biblia inasema kwamba kuna uzima katika mkono wa kuume. Mkono wako wa kuume ubebe uzima na mkono wako wa kushoto ubebe heshima na utajiri. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Mikono yote ina kazi yake ya kufanya. Mwanaume unayenisikiliza, Mungu aweke nguvu katika mkono wako wa kuume huo ili ukapate vile unaweza kutunza familia yako. Mwanamke anayebeba heshima na
utajiri, kibali cha mwanaume, basi Mungu akafungue maisha yako ili ukapatie nguvu upande wa kuume katika jina la Yesu. Mungu wa rehema na kibali, mchana wa leo anaenda kutoa mtu mahali uliwekwa, na wamekuwa wakisherekea maana walikuweka hapo, lakini atukuzwe Mungu mwenye huruma na mwenye mapenzi mazuri, na aliyetupa sababu ya kuishi, maana amekataa hautaendelea kukaa hapo mahali walikuweka katika jina la Yesu Kristo. I want us to pray now in the name of Jesus Christ. Believe wherever you are. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, mchana wa leo, asante kwa sababu ya mtazamaji huyu ambaye nimenena naye maneno ya kumtia moyo kusudi imani yake inuke tena, maana wengi wamekata tamaa, maana yale walipitia kwa mikono ya watumishi, wengine wamepitia majanga kwenye mikono ya manabii, wengine wamepitia majanga kutoka kwenye watu wa familia, watu waliokuwa karibu nao, waliofikiria kwamba wangewashika mikono wakati walipowahitaji, lakini kumbe mtegemeaye mwanadamu amelaaniwa, na aliyeweka matumaini kwa mwanadamu ataaibishwa kwa njia kubwa. Lakini wewe umesema kwamba tukakutegemee Yesu, na katika njia zetu tukakukiri. Mchana wa leo katika jina la Yesu, haijalishi huyu mtu amewekwa wapi. Wengine mliwenda kuombewa kwa manabii wa uongo, wakaweka maisha yenu kwa kung'ang'ana, wakawatumia hata kwa kulala na nyinyi, wakawaweka mahali pa mateso. Chochote unachofanya hakifanikiwi. Katika jina la Yesu naja kwako na neno hili ya kwamba Yesu anatembelea hapo mahali walikuweka. Wengine katika maisha yenu mlipotembelea waganga wakawaweka kwenye makaburi, wakaweka maisha yenu kwenye mateso ya madeni, wakaweka. Wengine mkatembelea madhabahu ambazo ziliwaweka kwenye maisha kung'ang'ana. Wengine mkatembelea madhabahu ambayo yaliweka maisha yenu kwenye vita vya ndoa. Wengine mlipotembelea manabii, wengine ndoa zikavunjika. Ni wapi waliweka ndoa yako? Ni wapi waliweka maisha yako? Yesu akauliza Mariamu na Martha, mulimlaza wapi Lazaro? Nami natangaza mchana wale kwa jina la Yesu, ninauliza walikuweka wapi? Katika jina la Yesu Kristo aliyetoa Lazaro kwenye kaburi, ninakutoa mahali walikuweka kwa jina la Yesu. Ninatoa watoto wako mahali waliwaweka kwa jina la Yesu. Ninatoa biashara zako mahali waliziweka kwa jina la Yesu. Ninatoa ndoa yako mahali waliweka kwa jina la Yesu. Ninatoa afya yako mahali waliweka kwa jina la Yesu. Ninakunasua mahali walikuweka, na ninatangaza miguu yako ifunguliwe. Hizo sanda walifunga macho yako ziondolewe sasa. Hizo sanda walifunga mikono yako zikatwe sasa hivi kwa jina la Yesu. Matakabosakata imarianda, sanda za magonjwa zikatike, vifungo vyote vya mateso vikatike. Mahali walikuweka usionekane tena, wakachafua sura zako ili usiweze kuonekana na watu tena, wakafunika kibali ulichokuwa nacho, wakafunika maisha yako, wakaweka kwenye matambara meusi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hayo matambara yashike moto. Ikabo santara kalia daboska, ninatangaza mchana wa leo hilo kaburi likutapike sasa katika jina la Yesu Kristo. Mahali walikuweka ukajua wamekuweza, kumbe wamejiweza kwa jina la Yesu. Yesu aliyekuokoa anakunasua mahali walikuweka katika jina la Yesu Kristo. Hautaendelea kuishi maisha si yako, hautaendelea kulia machozi si yako, hautaendelea kuvaa nguo si zako. Ninakuvua sanda zao, ninakuvua matambara yao, ninakuvua matambara maisha ya makaburini ambao walikuweka ya mateso katika jina la Yesu Kristo. Ninakuita kwa jina lako, toka nje. Ninakuita kwa jina lako, toka nje. Ninakuita kwa jina lako, toka nje. Wewe ambao walikuweka uteseke kupata kazi, ninakuita toka nje ya mateso ya kutopata kazi. Pokea kazi majira haya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yes, Lazaro aliitwa akatoka mahali walikuwa umemweka, na wewe mchana wa leo unatoka. Haya ni majira ya kuona yale masikio yamekuwa kisikia kwamba Yesu anatoa watu kwenye makaburi, anatoa watu kwenye mateso, anatoa watu kwenye magonjwa, hata kwenye vitanda vya magonjwa. Ninajua uenda naongelesha mtu na uko kwenye kitanda cha ugonjwa. Ondoka hapo kwenye magonjwa ulikowekwa. Kila mwezi lazima upatikane kwenye magonjwa, kila mwezi lazima upatikane kwenye magonjwa hospitali. Leo nakutoa kwenye kitanda cha magonjwa kwa mapigo ya
Yesu. Yesu ambaye alipigwa ili utoke kwenye magonjwa, ninakutoa kwenye magonjwa katika jina la Yesu. Watoto wako hawataleta hasara kwa pesa zako kwa sababu ya magonjwa. Ninakutoa katika jina la Yesu. Ninatoa ndoa yako kwenye mateso ya watu walioiweka ndoa yako msielewane. Mchana wa leo ninatoa hiyo ndoa katika vita vya kishetani. Ninatoa ndoa yako katika vinywa vya wanadamu, makanywa ya watu wasiofurahia mpendane. Ninatoa hiyo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Ninakutoa kwenye mashimo ya uharibifu waliokutupa ndani. Wakati huu utaona wema wa Bwana, unaenda kuona uzuri wa Yesu, unaenda kuona amani ya Bwana. Ni majira yako ya kuona. Wapende wasipende, wataona Mungu katika maisha yako, maana Yesu anajidhihirisha. Wamuone mwenye kufufua, wamuone mwenye uponyaji, wamuone mwenye baraka, wamuone mwenye kubadilisha historia, wamuone mwenye kufunika aibu za watu wake. Ripakoda basia rikanta, katika jina la Yesu. Utaendelea kuteseka. Hizo ndoto mbaya ambazo wamekuweka ndani kuota, leo hii nakutoa kwenye hilo shimo la mashetani ambayo yanakufinyilia na kukuwekea maisha ambayo si yako. Hizo ndoto zote nimezikatiza katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu connection zako na waliokufa usiku wa leo. Ninatekada bosika ya, nina disconnect spirit yako na maroza makaburini, na maroza majini, na maroza mateso, na ninakuunganisha na Yesu ambaye ni usima wako, ambaye ni baraka zako, ambaye ni amani yako, ambaye ni ushindi wako, ambaye ni utele wako. Kuanzia leo tembea katika utele, tembea katika majira ya heshima, tembea katika majira ya kuheshimika. Ninataka uanze kuona heshima. Hata wale walikuwa wakusalimii rikama sakateli araboska, wanaenda kuanza kujileta na simu, wataanza kujileta na salamu zao. Usikatae, jua majira yangu yamebadilika kwa jina la Yesu. Usiogope, Yesu yuko pamoja na wewe. Katola basaya ribasanta. Wewe ambao unanyongwa na majini, wewe ambao unanyongwa na majini, wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, na wewe ni nyumba ya Kristo. Majini munanisikia, maana kama munakaa na huyu mama, munakaa na huyu kijana, munanisikia. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu ndani ya hiyo nyumba ya Mungu. Kila roho ya jini makata, jini maimuna, jini mahaba, zote chomekeni, muachilie. Mumemfinyilia huyu, mumetomendi maisha yake, hawezi kufurahia chochote cha maisha yake. Achilieni maisha yake sasa. Majini magonjwa, majini mateso, majini aibu, majini silsala, yote yakachomeke katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Pokea uhuru wako mama, pokea uhuru wako mzee, pokea uhuru wako kijana wangu, msichana wangu, pokea uhuru wako katika jina la Yesu. Huo mwili hautachafuliwa tena, huo mwili hautachafuliwa tena. Kila majini ya magonjwa, mara ikija ya miguu, yanahama yanakuja kwa tumbo, yanahama yanakuja kwa masikio, yanahama yanakuja kwa vidole. Mchana wa leo naachilia moto mahali ulipo katika jina la Yesu. Moto mkali kabisa, moto ambao wa Roho Mtakatifu ninauachilia katika huo mwili. Makao ya majini ninayachakabosika, yana makao ya majini yote ninayateketeza kwa moto. Makao ya waliokufa nayateketeza, maana una ushirika na wao katika jina la Yesu. Yesu alikuja ili uwe na uzima na uwe na uzima tele. Ninaharibu kazi zote za adui katika maisha yako, maana imeandikwa katika Ufunuo wa Yohana 3:8, kwa ajili hii mwana wa Mungu amedhihirishwa ili kuziharibu kazi za shetani. Mchana wa leo katika jina la Yesu, kazi za majini ziharibiwe, kazi za magonjwa ziharibiwe, kazi zote za kung'ang'ana ziharibiwe, kazi za matetani ziharibiwe, kazi za mapepo ziharibike. Mchana wa leo Yesu dhihirika ndani ya maisha huyu mama, Yesu dhihirika ndani ya ndoa yake, Yesu dhihirika ndani ya watoto wake, dhihirika ndani ya afya za watoto wako. Mchana wa leo Yesu dhihirika hata katika huduma zao, dhihirika mchana wa leo katika maisha yao, dhihirika kwenye hali zao, ili ijulikane mwana wa Mungu ulikuja ili wawe na uzima. Ni kweli majini yalitangulia, mapepo yalitangulia, lakini Yesu umekuja ili wawe na uzima. Ninatangaza kwa neno la kinabii, pokea uzima wako, na si
uzima tu, pokea uzima tele, pokea baraka tele, pokea afya tele, pokea ushindi tele, pokea amani tele, pokea furaha tele, pokea kuinuliwa tele, kila kitu kiwe tele. Makalabo santaya ripaso sakantaya ribazaya. Yes, pokea tele, pokea tele. Rakandala bayanda yeketeria bakusayanda makatelia rikantezaya be. Katika jina la Yesu Kristo, masomo ya watoto wako lazima yataendelea. Tatizo lolote, maro zote za kukatiza watoto kwa masomo na kuunganisha kwa vikao vibaya na vikundi vibaya, nina disconnect roho ya mtoto wako na roho ya kukataa shule. Nina disconnect katika jina la Yesu. Rakabosayana, huyo mtoto nimemtoa katika hiyo yako kakakuni walimweka ndani, atapenda shule. Nimemvalisha roho ya kupenda masomo, ninamvalisha roho ya kupenda shule katika jina la Yesu Kristo. Na ninatangaza wafanikiwe watoto wako mama, watoto wako wafanikiwe katika jina la Yesu. Watoto wako waone amani katika jina la Yesu. Watoto wako wasikose school fees katika jina la Yesu. Watoto wako waone ushindi wakienda shuleni, na wasiwe mikia lakini waweze. Makatato makoyanda rikata. Michelle, funguliwa Michelle katika masomo yako, funguliwa Michelle katika masomo yako katika jina la Yesu. Ninatangaza Michelle ukafunguliwe katika jina la Yesu. Hakuna tena kukataa shule, hakuna magonjwa ya kukungojea kwenye malango ya shule katika jina la Yesu. Hakuna tena wakati wa mtihani magonjwa ya macho yanaamuka, mahoma yanaamuka. Nimefunga hiyo roho katika jina la Yesu. Lile Yesu analikomesha linakoma kabisa. Na mimi ninakomesha mateso, hayatainuka mara ya pili. Ninakomesha hiyo roho ya magonjwa isinuke mara ya pili. Ninakomesha hiyo laana ya familia isinuke mara ya pili. Yesu alifanyika laana ili wewe na watoto wako, mzee, wewe mama, uweze kuishi maisha ya baraka. Ninawatakia ushindi wake Bwana, ninawatakia neema yake Bwana, ninawatakia baraka zake Bwana. Imeandikwa kwamba imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ya kale yamepita, maisha ya kina babu yamepita, maisha ya kina nyanya na misingi yao imebomolewa katika jina la Yesu. Tuna msingi ambao ni Kristo Yesu, na tunajenga juu ya Yesu. Hatutajenga juu ya misingi ya mababu ambao hawakusoma, akina nyanya waliokuwa waganga. Hatutajenga juu ya misingi yao, tunajenga juu ya msingi wa neno. Imeandikwa tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, neno la Mungu, Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kula pembeni, anayepima maisha yetu. Wacha Yesu apime maisha yako mama na nyumba yako, apime masomo ya watoto wako, apime huduma yenu, apime biashara zenu. Yesu akapime chochote kisichotakikana katika maisha yenu, kingolewe katika jina la Yesu Kristo. Ninawabariki mchana wa leo. Ndoa yako ifunguliwe. Mahali ndoa yako iliwekwa kwenye makaburi ya kina shangazi, hiyo ndoa ikatoke kwa jina la Yesu. Hautaishi ndoa za mashangazi zako, hautaishi ndoa ya mama yako, unaishi ndoa yako ndani ya Kristo Yesu. You are a blessed woman. Ratola bakashete libazanto. Mchana wa leo Mungu akatembele malango yako. Mahali uliwekwa umetoka. Nimekutoa by faith. Na kama unaamini na unanisikiliza, type amen, 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 ya kwamba mimi nimetoka. Sitakubali kuendelea kukaa hapo, maana hayo si makao yako. Hautaendelea kula vyakula vya nguruwe. Wewe si nguruwe, wewe ni mwana wa Mungu. Baba yako anakupenda, alikufia kwa sababu ya upendo. Ishi maisha yako kuanzia leo, na kuanzia leo macho yako yakaone mambo hujawahi kuona, mambo ambayo hujawahi kutarajia kuyaona katika majira haya, katika jina la Yesu. Nimefunika miujiza yenu kwa damu ya Yesu. Nimeifunika miujiza yenu kwa damu ya Yesu. Hakuna tena atakaye haribu alichokupatia Bwana. Ni cha kwako, kifurahie ukimshukuru nacho Mungu. Ubarikiwe uingiapo, ubarikiwe utokapo, na neema ya Bwana iwe sehemu yako siku zote. Wema na fadhili zake Bwana zikufuate siku zote za maisha yako. Usifuatwe na aibu, usifuatwe na madeni, usifuatwe na watesi. Wema wake Bwana ukakufuate siku zote za maisha yako, na katika kila kitu unaenda kukifanya, mkiri Yesu kuwa ni Bwana.
katika hali zako zote. Kwenye afya yako Yesu awe Bwana, kwa ndoa yako Yesu awe Bwana, kwa watoto wako Yesu awe Bwana, kwa huduma yako Yesu awe Bwana, hata kwa sura zako Yesu awe Bwana. Kwa hiyo afya Yesu awe Bwana, kwa kila kitu chako Yesu awe Bwana, hata kwa vyakula na maji yako yote yamebarikiwa. Yesu ni Bwana. Popote utatembea ukiulizwa kuliendaje, Yesu ni Bwana. Ukiulizwa mbona kumebadilika, Yesu ni Bwana. Mkiri Yesu kuwa ni Bwana katika mambo yako yote, na hakuna siku utaaibika. You are a blessed person, you are a great person. Mungu akubariki, taifa teule, milki ya Bwana. Wewe ambaye Mungu anajivunia katika maisha yako, usimwache Bwana, maana ni masaa ya kuona, ni majira ya kuona. Unaenda kuona mahali ulikuwa haupo tena. Wakiamuka waliokuona walikuwa acha pale ukiomba kama Batimayo, watakuona kwenye msafara wa Yesu. Watakuona mahali tofauti zaidi na pale mahali walikuweka, maana Yesu amekusudia ni majira yako ya kuona yale umekuwa ukisikia. Ubarikiwe na uone wema wa Mungu katika maisha yako. Bwana wabariki, na wapenda sana watazamaji na wasikilizaji wangu kwenye mtandao wa TikTok. Bwana awakumbuke na Bwana awaimarishe, na msiaibike kwa jambo lolote katika jina la Yesu. Muone uaminifu. Kesho tena naja masaa kama haya. Bwana wabariki. Ninakuombea nyote muone mambo mazuri. Kibali kiwe juu yako. My sister, kibali kiwe juu yako. Yes, in the name of Jesus. May the favor of God be upon you. Wacha hicho kibali kikavunje kila ukuta uliosimama mbele yako, in the name of Jesus Christ. Mumuone Mungu. Mumuone Mungu katika hali zenu. Muone ni majira ya kuona. Muone uzuri wa Mungu, in Jesus name. Amen. Watoto wenu hawatawahi kuaibika. Ndio. Pokea leo kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako in the name of Jesus. God bless you my sisters. God bless you my brothers. I love you so much. Kutane kesho kwa maombi. Wiki ya maombi. Mwalike mwenzako. Na ninajua hii wiki kitambo ishi, watu mtakuwa na ushuhuda. Sibahatishi ninachokifanya. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Oh. Hallelujah. Simama kwa neno la Bwana, usiyumbayumbe. Hallelujah. Simama kwa neno tu. Kubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Na nitazama kwa, simama kwa neno. Usisimame kwa watu wanaweza kukuangusha. Tutane kesho. Shalom. Barikiwa na huo wimbo. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Kweli watu wanaweza badilika, lakini sio neno la Bwana. Alirudi bure hilo. Hallelujah. Shikilia tumaini. Unapatikana wapi mama? Anapatikana Mombawa Pwani, Mombawa Pwani, Mombasa. Aya.
kubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama kwa neno lako, kubaliana nalo. Sikubaliane na maneno ya watu, kubaliana na neno. Nairobi Embakasi, nimekuwa huko juzi my dear sister. Nimekuwa huko juzi Embakasi. Hallelujah. Tembea Mombasa, umebarikiwa sana. God bless you. Barikiwa zaidi na zaidi na zaidi. God bless you. Kama hujawahi kuambiwa wewe ni mzuri, wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Aye. Usikubaliane na watu wakukwambia ufai. Badali wewe na mtu mmoja anakuambia wewe ni mzuri, unafaa. Na neno lako Bwana. My dear sister, God bless you. Yes. Pokea tu. Unakubaliana na neno lako Bwana. Yeah. We. Saa zingine jipatiange raha mwenyewe. Si kila mtu anakutakia raha, jipatie raha. Hey. Hallelujah. Barikiwa kwa jina la Yesu. Nikija Embakasi nitakusalimia. Yes. Amina, 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 amina. Usingoje watu hawatakusifu. Katika watu 100, mmoja ndiye atakwambia mkweli, wengine wote wanakuanga wanafiki. Yes, sasa jifundishe kujiambia vile ulivyo mzuri. Jifundishe hilo. Wa ukweli ni wawili, mmoja peke yake, lakini wengi ni wanafiki. Mungu awape watu wa ukweli. Wakupe marafiki wa ukweli ambao watakwambia ukweli kabisa. Kama unaendelea vibaya wanakwambia my sister hapa kumeenda kombo. Kama unabarikiwa wanakwambia my sister I rejoice. Furahini pamoja na wewe, furahi na wewe, baraka zako afurahie. Asikasirike. Ndio. Watu wengi si wa kweli. Hata kanisani wanafurahi wakati unateseka, lakini wakati sasa mambo yanaanza kuchange kama vile msimu huu, utashangaa uko na maadui karibu wote. Wengine watataka simu yako. Ukifikia hali kama hizo, tuwekee mziki kama huo. Tuni kwa Yesu. We rejoice together with Christ. You are beautiful, you are handsome, rejoice. Nini mbaya? Kwani utakani maneno ya watu mpaka lini? God bless you. I'm going to preach. I'll be live today in the evening. Kule ninaenda kuhubiri, nitakuwa live. Please come back and hear the word of the Lord. Jana wa leo nilikuwa naomba tu, lakini jioni nitakuwa nahubiri. Karibu kwenye mtandao wa TikTok. Na Bwana awabariki. Nyinyi ni watu wangu wa nguvu. Bwana watende mema as I prepare myself. God bless you. God bless you.